Ya ndugu zangu wapendwa wenye group hii, ninawasalimu wote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kuongea neno la Mungu, kama vile kiongozi wa group hii ametuchagua tuweze kuachangiza kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwetu, acha tujikabidhi mikononi mwa Bwana. Tukamshukuru kwa ajili ya muda ama kwa ajili ya neema hii ambayo ametujalia kukutanania tena kwenye group hii, group ya Réveil du Soir hii ambayo ina ukumbi wa watu wengi sana ambao kwa wakati huu wana kiu na njaa ya kulisikia neno la Bwana. Basi kwa sababu ni neno la Mungu ambalo tunakwenda kuzungumzia, hebu acha tumrudishie Mungu utukufu na tujikabidhi mikononi mwake, ili kwamba kwa neema yake tupate kuchangiza chakula hiki ama kugawa chakula hiki sawa sawa na mapenzi yake mema. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Siku hii ulijua kabla sisi hatujaijua, na kwa neema yako Bwana umetufanya tuonekane kwenye grupe hii. Ulipitia mtumishi wako Gedeon ambaye aliweza kupata maono haya ya kutukusanya kwenye grupe hii, na kwa kweli tuko wengi, na miongoni mwao ni watumishi wako ambao umewaita na kuwapaka mafuta ili kwamba wapate kutangaza habari zako ama habari njema. Basi Bwana, kwa wakati huu kama unavyonijua mimi ni mdhaifu sana, na siwezi nikasaidia mtu awaye yote kwa maneno yangu, isipokuwa kwa neema yako tu ukinitumia kama chombo, ninaweza nikafaulu kulitangaza neno lako sawa sawa na mapenzi yako mema. Ninajua Baba, neno lako ni chakula cha uzima. Neno lako ndilo ambalo limetufanya sisi ambao tulikuwa adui wako, sisi ambao tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi, leo hii tunaitwa wana wako. Na haitoshe ukatufanya kuwa watumishi wako kwa sababu uliona kwamba tunastahili. Lakini si kwamba sisi tunajitosheleza wenyewe, bali ni neema yako tu ndiyo inatufanya tuweze kutenda jambo lolote. Ndio maana ninaialika neema yako juu ya kila mmoja wetu, kuanzia mimi ambaye ninaongea na kwa yule ambaye anasikia. Sote neema yako iwe juu yetu ili tupate kuchangia sawa sawa na makusudi yako mema. Asante Baba, kwa sababu unakusudia kila mmoja wetu mema tu, unamkusudia mazuri. Hakuna unayemtakia mabaya, bali makusudi yako mema ni kwamba kila mmoja apate kuokolewa, apate kuijua kweli, halafu hiyo kweli ikamweke huru. Basi inawezekana kuko watu hapa ambao hawajaokoka, inawezekana kuna watu ambao hawajakutana na wewe rasmi, lakini Bwana, ninajua wazi ya kwamba mpango wako na makusudi yako kuwaweka hapa ni ili kwamba neno lako lipate nafasi ndani ya maisha yao, halafu likawabadili ama kuwageuza. Basi tusaidie Bwana, tulitangaze neno lako sawa sana mapenzi yako mema. Kila aliye mahali hapa kwa siku ya leo Bwana, uguse moyo wake ili kwamba apate kuacha wazi neno lako lipate nafasi katika moyo wake, halafu likabadili maisha yake. Ninajua neno lako lina nguvu, neno lako lina uwezo, na ndiyo maana sina shaka kwamba kwa siku ya leo kuna watu ambao wanaweza wakaingia na kuongezeka katika ufalme wako. Asante kwa sababu pia kwa ajili ya watumishi wako walio hapa, Mungu, unaweza kupanua tena ujuzi wao, unaweza kupanua tena kuelewa kwao, ili katika huduma wanayoifanya Bwana wapate kuzidi kupanuka na kuendelea, wapate kujua zaidi na zaidi jinsi ya kuweza kuwasaidia watu wako. Basi utukufu na heshima viendelee kuwa vyako. Tuanzapo Bwana, acha neema yako endelee kuwa pamoja nasi na hadi mwisho Bwana wa kipindi hiki. Ninaomba utukufu wote uwe wako mwenyewe, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Ya jamani, moyo wangu unabarikiwa sana, moyo wangu unafurahia sana kwa shirikisha kwenye neno la Bwana, neno hili ambalo limetufanya tukutananie sote mahali hapa, neno ambalo limetuzaa mara ya pili. Unajua jamani, sisi kama tunavyokusanyikia kwenye grupe hii, sisi sote tumefanywa wana wa Mungu kwa njia moja tu. Unajua, kila aliyemwamini Bwana Yesu, kila yule ambaye
amemkubali, alafu akaamini kupitia lile jina lake, huyu Biblia inasema amepewa uwezo wa kufanywa mwana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu siye mzungu, siye mtu mweusi, siye mtu wa kabila fulani. Mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu. Amefanywa mwana wa Mungu kupitia neno la Mungu. Mungu ndiye baba yetu sisi sote. Hakuna mwandishi wa kitabu wa waraka kwa Wakolosai, najua mtume Paulo ndiye ameandikia hawa Wakolosai katika sura yake ya 3 na mstari wa 11, ndipo anasema hapo hapana Myunani, hapana Myahudi, hapana mtu aliye huru na mtu mtumwa. Hapo akisema hapo anasema ndani ya Yesu Kristo. Wala hapana mwanamke eti mwanaume. Sisi sote ni mmoja katika Kristo Yesu. Sisi sote ni mmoja. Nje ya Yesu Kristo sawa, tujiite majina ya kila aina, tujitape kila kitu, lakini ndani ya Yesu Kristo hakuna utofauti. Sisi sote ni mmoja. Sote ni wana wa Mungu. Kwa njia ya imani tu, kumwamini Yesu inatosha ili tufanywe wana wa Mungu. Basi ninafurahia Mungu sana ambaye ametufanya tukutananie kwenye grupe hii, grupe du réveil, kama du réveil du soir. Hii grupe kwa kweli inanibariki sana moyo wangu, na mshukuru Bwana kwa sababu hapa tutafanikiwa. Tutafanikiwa. Kuna mpango ambao kiongozi ametupatia. Leo ni mimi, kesho ni wewe, kesho yake ni mwingine. Halafu tutaenda tunashiriki kila kipawa ambacho Bwana ameweka ndani ya kila mmoja wetu. Unaona hapo sasa tutabarikiwa sana, kwa maana aliyekuwa na moja anaweza kazidishiwa na akapata 2. Aliyekuwa na 2 anaweza akapata 3. Ndio maana tunapasha kuwa makini sana. Tunapofikia wakati huu wa kuchangia neno la Mungu, basi kila mmoja jitahidi kufungua moyo wake na apokee. Bwana awabariki sana wapendwa. Halafu acha niingie kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo linaongea juu ya ukombozi. Somo letu la leo linaongea juu ya ukombozi. Unajua watu wengi ulimwenguni kwa kweli, haswa hawa ambao wanapatikana katika imani ya Kikristo, hawa walio wengi sana wanakiri ya kwamba wameokolewa. Wameokolewa tena kwa neema. Wameokolewa kwa neema. Halafu swali ambalo linapatikana zaidi na zaidi ni hili. Unajua kama mtu anasema ameokoka, ni kwamba amepona. Amepona. Na ni kweli tumeokoka. Yaani tumepona. Sasa tumeokoka nini? Na aliyeokoka ni nani? Aliyeokoka ni mwenye dhambi. Hii inasikilika wazi. Aliyeokoka ni mwenye dhambi. Na ni nani ambaye hakutenda dhambi? Biblia inasema hakuna hata mmoja ambaye hakutenda dhambi. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote. Biblia inasema mahali pengi katika Biblia ya kwamba Mungu amesimama mbinguni akaangalia duniani aone ni nani ambaye anamtafuta Mungu, nani ambaye ana haki, nani ambaye ana moyo wa kutafuta Mungu. Hakuna hata mmoja. Wote wamepotea. Biblia inasema tumepotea pamoja sisi sote. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hili ni neno la Mungu. Kwa nini hakuna hata mmoja? Ni kwa sababu huyu mtu wa kwanza ambaye ameumbwa, Adamu, huyu ndiye alianza kuasi. Huyu ndiye alianza kuziendea njia zake. Huyu ndiye alimkataa Mungu, akampa mgongo, yaani akamwacha Mungu, akataka kuwa kama Mungu yeye peke yake, ajitawale, afanye mambo kama anavyotaka. Huyu mtu akapotea kweli. Lakini kwa sababu kama tulivyosema wakati uliopita, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango na mwanadamu,
alikuwa na makusudi mema na mwanadamu. Mungu hakumwacha huyu mwanadamu afe, bali alikuwa tayari amemtolea dhabihu. Huu ndio ukombozi ambao tunakwenda kuzungumzia siku ya leo. Mungu alimtolea dhabihu, alimtolea sadaka, sacrifice, kitu ambacho kinaweza kikapoteza maisha badala ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu angepoteza maisha, kwani yeye ndiye amefanya dhambi, na kila atendaye dhambi atakufa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Hii sote tunajua, ninaamini. Sasa ili mwanadamu asife, kuna kitu ambacho kimetolewa. Kama mnavyojua, katika Agano la Kale watu walikuwa wakitoa mnyama, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, hata njiwa. Yaani kitu ambacho kinaweza kikamwaga damu badala ya mwanadamu. Basi mwanadamu anatenda dhambi, dhabihu ikitolewa, basi huku mwanadamu anakuwa kama anasamehewa, dhambi yake inafichwa. Lakini ilikuwa ni kufunikwa tu. Dhambi ya mwanadamu katika Agano la Kale ilikuwa ni kama ya kufunika tu. Lakini sasa katika Agano Jipya, Biblia inasema wazi, kuna mwana kondoo wa Mungu ambaye ametolewa kabla misingi ya ulimwengu haijakuwepo. Huyu alitolewa wakati huo, lakini sasa mambo yale yamekuja kutimilika machoni petu. Ni miaka 2000 tu imepita. Huyu Bwana Yesu ametoa uhai wake, akatoa maisha yake kama dhabihu, akaitoa nafsi yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Mwanadamu amekombolewa. Miaka 2000 imepita. Hii imetimilika kabisa, wala hakuna shaka kwamba Yesu Kristo amelipa deni ya dhambi ya ulimwengu. Lakini katika mpango wa Mungu, yeye alikuwa ametolewa tangu kabla misingi ya ulimwengu haijakuwepo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anajua mwisho wa neno kabla mwanzo haujakuwepo, na yeye ametengeneza kila kitu kwa wakati wake. Basi alitayarisha ukombozi wa mwanadamu tangu zamani za kale, halafu akaja kutimiza kwa wakati wake. Na sisi leo tunashukuru Mungu kwa sababu ni tangu sasa miaka 2000 dhabihu imetolewa, yaani dhabihu ya dhambi zetu. Sisi tumekombolewa, sisi wenye dhambi tumekombolewa. Halafu swali ni hili: kama tumekombolewa, kama tumeokoka kutoka dhambi, yaani hivi hakuna tena dhambi ambazo zinatendeka, hakuna dhambi ambazo zinafanyika? Hii ni swali mwanadamu anaweza akajiuliza. Hilo ni swali kabisa. Kwa nini tunaona dhambi zinazidi wakati tunasema tumeokoka? Hasa aliyeokoka ni nani? Ni nani asiyetenda dhambi? Mbona dhambi zinazidi? Na haswa kwa wale ambao wanaitwa kwa jina la Yesu, wanaitwa Wakristo. Wafu dhambi tunaziona zinadumu, zinazidi. Tangu viongozi wa makanisa, washirika, kila mtu analawama fulani. Hasa tukiimba tunaimba tumekombolewa, tumeokoka. Hasa tumeokoka je, wakati dhambi tunaona bado zinaendelea? Kwa kweli ndugu zangu, ingawa hili ni swali ambalo mwanadamu anaweza kujiuliza, lakini jibu lake ni rahisi. Unajua, tumeokolewa kwa neema. Hatukuokolewa kwa sababu tumestahili. Si kwamba tumetoa kitu fulani. Si kwamba tumefanya jambo lolote. Tumeamini tu kile ambacho Mungu ametutendea. Unajua, Mungu alipomtoa Bwana Yesu, ama alipotoa mwana kondoo kabla misingi ya ulimwengu haijatolewa, sisi hatukuwepo. Mungu ameamua mwenyewe kutuokoa kwa sababu aliona kwamba hakuna njia ya kutokea. Mshahara wa dhambi ni mauti, na wote wametenda dhambi. Basi hata subiri aone mtu ambaye ataongoka katika maisha yake.
hakuna hata mmoja ambaye angeweza kuongoka, kwa sababu Biblia inasema wazi ya kwamba katika kitu kichafu hakuwezi kukatoka kitu kizuri. Kama Adamu huyu ambaye ni babu yetu, ambaye sisi sote tunatoka katika kiuno chake, kwa kweli kama yeye ameasi na kuharibika, kila aliyetoka ndani yake alikuja ni mchafu tu, alikuja na yeye akiwa mwenye kuharibika. Halafu ukombozi wetu haukutokana na kazi zetu ama na maisha yetu au mwenendo wetu mzuri, bali ni neema ya Mungu tu. Ni upendo wa Mungu ndio umemsukuma ili kwamba atutolee dhabihu ili tusife, tusipotee milele. Huu ndio wokovu ambao tumeupata, lakini si kwa sababu ya matendo yetu, asije mtu akajisifu. Tumeokolewa ni kwa neema tu. Lakini sasa tujifunze ama tuangalie pamoja jinsi gani tumeokoka. Ni kweli tumeokolewa? Na kuokoka ni nini? Biblia inasema wazi ya kwamba mtu akimwamini Bwana Yesu, yeye anatoka mautini anaingia uzimani. Waraka wa Yohana, sio waraka bali ni Injili ya Yohana sura yake ya 5 mstari wa 24. Tumetoka mautini tukaingia uzimani kwa sababu tu ya kuamini Bwana Yesu. Bwana Yesu mwenyewe anasema mtu akiniamini hata kama akifa basi huyu ataishi. Ina maana gani? Ina maana kwamba katika Kristo Yesu sisi sote tumepata uzima wa milele. Halafu huo uzima wa milele nao inaonekana ni ingine swali. Basi mtu akiwa hapa ulimwenguni, akiwa anavaa huyu mwili, halafu mara kwa mara najikuta pia katika udhaifu, huwa amekorogana na mtu, sijua amemtusi mtu au amepigana, amefanya hiki na kile, yaani ndani yake mna hasira, ndani yake mna chuki, yaani mna wivu, sijui nini. Hapo huyu mtu anajiuliza, jamani, hivi mimi nimeokoka kweli? Nina uzima wa milele kabisa? Jamani, hili neno nalo tutaliangalia pamoja, ili kwamba wokovu wetu uwe jambo lililo hakika, jambo la hakika katika, yani bila mashaka, bila wasiwasi, tuishi katika usalama tukijua ya kwamba tuna uzima wa milele na bado tungali katika mwili huu. Haya yote tutajifunza pamoja, ama tutaangalia jinsi neno la Mungu linavyosema. Kwa kweli sisi tumeokolewa kwa neema. Unajua wakati Yesu Kristo amezaliwa, ilikuwa ni habari njema kwa watu wa ulimwengu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwokozi alikuwa amezaliwa. Mwokozi amezaliwa, yule ambaye atakuja kusamehe dhambi za ulimwengu. Na katika waraka wa Waebrania sura yake ya 22, 9:22, sura ya 9 mstari wa 22, yani sura ya 9 mstari wa 22. Biblia inasema wazi, pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo la dhambi. Sasa ina maana kwamba Yesu alipozaliwa watu waliuona ni wokovu wa Mungu. Hata huyu mzee Simeoni ambaye alikuwa hekaluni, alipomshika Yesu mikononi mwake, alisema wazi ya kwamba basi hata kama angekufa sasa, macho yake yameona wokovu wa Israeli, ameona wokovu wa watu. Yesu alipozaliwa ilikuwa ni wokovu sasa ndio unaingia, wokovu inaingia ulimwenguni. Alafu huo wokovu ulikuja kutimilika wapi? Hapo penye msalaba. Damu ya Yesu Kristo ilipomwangika katika kifo chake, katika kufa kwake na kufufuka kwake, sisi tumepata kuokolewa, ama tumepata msamaha wa dhambi, ama tumepata ondoleo la dhambi, kwa sababu damu ndio inaondoa dhambi. Damu ya Yesu imekuja kuondoa dhambi za ulimwengu mzima.
umesamehewa kupitia damu ya Bwana Yesu. Sasa hii nayo inaweza ikachanganya mtu akisikia dhambi ya ulimwengu mzima imeondolewa kupitia damu ya Yesu. Imeondolewa sasa hivi, yani ulimwengu wote umeokoka hivi, hakuna tena hukumu kwa awaye yote, kwa sababu damu ya Yesu imeondoa dhambi ya ulimwengu wote. Jamani, neema ya Baba iwe juu yetu, ili kwamba tueleze mambo haya sawa sawa, na wewe akuweke tayari, afungue masikio ya roho yako, ili kwamba upate kusikia kile ambacho neno la Mungu linasema. Tukisoma waraka wa mtume Paulo kwa Tito, sura yake ya 3, mstari wa 4 hadi mstari wa 7, inasema hivi: lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa mara ya pili, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Jamani, kwa mstari huu wa 7 tutatia mkazo. Lakini tangia mstari wa 4 Biblia inasema, lakini wema wa Mungu wetu, lakini wema wake Mwokozi wetu lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Huu ulifunuliwa wakati gani? Huyu ulifunuliwa wakati gani? Waingereza wanasema, but after that the kindness and love of God our Savior toward men appeared. Wakati huo upendo wa Mungu na wema wake ulipoonekana kwetu, alituokoa. Ni wakati Yesu amezaliwa. Biblia inasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Sikia, kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Not by works for righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. He saved us by the washing and renewal and regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Si kwa matendo yetu mema, si kwa sababu sisi tulikuwa wazuri ama tumefanya jambo lolote, bali ni kwa rehema yake tu, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. That being justified by his grace, we should be made his according to the hope of eternal life. Jamani, maneno haya ukiyasikiliza vizuri, utaona kwamba huyu ni mpango wa Mungu peke yake, si njia yoyote ile ya mwanadamu, si kazi ya mwanadamu, bali ni kazi ya Mungu mwenyewe. Kwa Kifaransa Biblia inasema, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,
il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions et en espérance héritiers de la vie éternelle. Justifiés par sa grâce, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions. Huyu Mungu ambaye alituokoa, huyu ndiye ametufanya tuwe watu wenye kustahili, akatujustifie, akatufanya tuwe watu wenye haki. Sisi ambao tulikuwa tumehukumiwa kifo kwa sababu ya dhambi, sasa yeye anatupatia, anatuhesabia haki, si kwa sababu sisi tulistahili. Alituhesabia haki kwa neema yake, akatuhesabia haki. Huyu ndio wokovu ambao tumeupata jamani. Tukisema ya kwamba tumeokolewa, si kwa sababu hatuwezi kutenda dhambi tena, si kwa sababu sisi ni watakatifu sana, tumejilinda, tukajitakasa, sijui tukajifanya. Hakuna kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe uwe mtakatifu isipokuwa neema ya Mungu tu. Mungu mwenyewe kukuhesabia haki kwa njia ya imani. Na unajua mtu ili aamini inabidi kwanza hakikishe kwamba ameshindwa. Ndio maana toba inatangulia imani. Mtu hawezi kuamini asipotubu kwanza. Ukisikia habari njema, ukisikia injili ya Bwana Yesu, basi inakuacha wazi. Ni kama nuru inakufikia, inakuonyesha, inakumulika ukiwa gizani. Halafu unajikuta katika hali mbaya, hali ya mauti. Ukijiona ubaya, ukijiona uchafu, hapo sasa ndipo unaliitia jina la Bwana. Huyu ambaye anaweza kukuosha, huyu ambaye anaweza kukutoa katika lile shimo la mauti. Ukiona ya kwamba hauwezi kujiosha, ukiona kwamba hauwezi jiponya mwenyewe, hauwezi jiondoa katika shimo lile, ukiona kwamba hauna njia nyingine tena, basi hapo ndipo unatubu ubaya wako. Unahakikisha, yani unakubali kwamba wewe ni mbaya. Halafu ukikubali tu, neema ya Mungu inakufikia. Halafu unaoshwa, unazaliwa mara ya pili. Kwa sababu kwa njia ya imani tu sisi tumekombolewa. Samahani. Halafu tukisoma kwa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Eti naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kipatanisho. Unajua katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, waraka wa 2 kwa Wakorintho sura ya 5, nafikiri mstari wa 19, ndipo Biblia inasema wazi ya kwamba Mungu alikuwemo ndani ya Yesu Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Unajua sisi tumepatanishwa na Mungu si kwa sababu tumeacha dhambi. Tumepatanishwa na Mungu si kwa sababu tumetenda matendo ya haki. Bali kwa kumwamini Bwana Yesu. Halafu ikaonekana ya kwamba Yesu Kristo ametugeukia upatanisho kati yetu na Mungu. Huyo ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Basi ikiwa Yesu ameukomboa ulimwengu, ikiwa Yesu ametoa uhai wake ama nafsi yake kama dhabihu kwa ajili ya ulimwengu wote, ni kwa sababu alijua wazi ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuepukana na hukumu ama ghadhabu ya Mungu akiwa anatumia nguvu zake mwenyewe. Kwa sababu kile ambacho hakikuwezekana
Kile ambacho hakikuwezekana katika maisha ya mwanadamu ndicho ambacho Bwana Yesu amekuja kukifanya. Halafu na Yesu Kristo alipokuja kulipa deni ya dhambi, Biblia inasema wazi Mungu akahukumu dhambi katika mwili. Kwa sababu mwili wetu ni mdhaifu. Mwanadamu ameumbwa katika udongo. Halafu huyu hawezi kustahimili, hawezi kusimama, hawezi kuepukana na uovu isipokuwa kwa njia ya ukombozi tu. Ndio maana Biblia inasema, kwa Kifaransa wanasema car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Unasikia kwamba huyu mwili ndio ulifanya sheria isiwe na nguvu. Kwa sababu sheria ya Mungu ilikuja ili ituonyeshe njia ya kuepukana na hicho kifo na mauti na hukumu ya milele. Lakini sasa kwa sababu mwili wa mwanadamu ulikuwa mdhaifu, usingaliweza kujiokoa ama kuepukana na hali hiyo ya dhambi. Ndio maana Yesu Kristo amekuja akajitoa kuwa dhabihu halafu ya milele, kama tulivyosikia katika huu waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 2 na mstari wa 2. Sio dhabihu ya dhambi zetu tu sisi, bali ya ulimwengu mzima. Dhambi za ulimwengu mzima Yesu amechukua. Kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sasa hapa tunatiwa matumaini. Kama Kristo Yesu mwenyewe amekuja kutoa uhai wake kwa ajili yetu ili atukomboe katika kifo cha milele, kama Kristo amelipa deni ya dhambi ambayo sisi tumeifanya, basi ina maana ya kwamba sisi hatuhukumiwi tena kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu, dhambi ya asili. Unajua mwanadamu yeyote amezaliwa akiwa mwenye dhambi. Kila aliye na mwili amezaliwa na dhambi. Daudi ndiye amesema vizuri, anasema mimi nimeumbwa nikiwa katika dhambi, hata uzao wangu. Yani acha tusome andiko hili, labda itatufanya tuwe kama watu wenye kutayarisha vizuri sehemu ya pili ya haya mafundisho. Sehemu ya pili haya mafundisho, kwa maana hii ninataka niifanye kama sehemu ya kwanza tu ya haya mafundisho. Halafu kwa sababu siku ya leo ni siku yangu, halafu jioni nitaendelesha pia na kipindi cha pili ambacho kitakuja kukamilisha sasa somo hili vizuri. Ingawa hatuwezi kumaliza hata kwa siku ya leo, lakini kwa sababu hiyo ndio mpango wa uongozi wa grupe, basi nitakuwa nikiongelea kipindi cha pili baadaye kwa wakati wake. Ili kutimiza hiki kipindi cha kwanza, nataka tusome katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura yake ya 8 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Jamani, hii inatupatia tu uhakika ya kwamba sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu, sisi ambao tumeshindwa kujiokoa,
tumeshindwa na kujibadilisha, tumeshindwa na kuachana na dhambi, sisi ambao tumejihukumu wenyewe kwamba hatuwezi, sisi ambao tumeliitia jina la Bwana ili tupate kuokolewa, sisi ambao tumeweka matumaini yetu yote katika Yesu Kristo kwamba ni yeye tu ndiye anaweza kutufanya tuhesabiwe haki mbele za Mungu, basi hakuna tena hukumu ya adhabu juu yetu. Hakuna. Hii ni uhakika kabisa. Mtume Paulo anasema kama anahakikisha eti sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yetu sisi ambao tuko katika Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Unajua mpendwa, hakuna hata mmoja miongoni mwa wanadamu ambaye aliweza kuzitimiza sheria, ila mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye alikuja katika mfano wa mwili wa mwanadamu, mwili wa dhambi. Huyu ndiye ambaye amezitimiza sheria, na hapo msalabani akasema imekwisha. Tangu sasa hakuna mtu ambaye atahesabiwa haki kwa sababu ya sheria, lakini sasa ninyi nyote ambao mtaniamini mimi mtahesabiwa haki bure kwa njia ya imani tu. Basi kwa sababu tumemwamini huyu, Biblia inasema wazi hakuna tena hukumu ya adhabu juu yake, sisi ambao tuko katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho, sheria ya uzima, sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imetuacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unajua hii sheria ya dhambi na mauti si nyingine bali ni zile amri 10, zile sheria ambazo wamepewa wanadamu kupitia mkono wa Musa. Hizi ndizo zilikuwa ni za mauti kwa sababu hakuna aliyeokoka kupitia sheria hizi. Watu wote wamehesabiwa hukumu kwa sheria hizi, hazikumuokoa mtu awaye yote. Halafu kukaja sheria mpya ya imani. Hii sheria ndiyo imetufanya leo tuhesabiwe kuwa wenye haki, wana wa Mungu, watu ambao hawahukumiwi tena adhabu ya kifo. Hatuhukumiwi tena kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mmoja ambaye amelipa deni, amekubali kuhukumiwa badala yetu, ametoa nafsi yake. Huyu amekubali kupoteza maisha yake, uhai wake, nafsi yake ikapotea, lakini si kwamba imepotea milele bali imetolewa tu kuwa fidia, ransom. Huyu Bwana Yesu ametoa uhai wake, amejitoa mwenyewe ili kwamba atukomboe. Sasa kile ambacho sheria ilikuwa inatuomba ama ilikuwa inatudai, ndicho sasa tunahesabiwa kupitia kifo cha Bwana Yesu ama kazi ya sheria ya roho iliyo katika Kristo Yesu. Eti ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Mambo ya roho ni mambo gani isipokuwa yale ambayo tunayaamini? Sisi hatuenende kwa kuona bali kwa kuamini. Basi ikiwa tumesikia habari njema inatuambia kwamba kuna mmoja ambaye amekufa kwa ajili yetu, basi sisi tunaamini. Ingawa miaka 2000 imepita, hatukuwepo wakati alikufa, lakini tunaamini kwa sababu Yesu alikufa, na hakukufa kwa sababu nyingine isipokuwa kwa sababu ya dhambi zetu.
Anasema il n'y a donc maintenant, hapo ni Romains 8, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Jamani, hiki ndicho Bwana Yesu ametutendea. Yeye ametutendea kile ambacho sisi tusingeliweza kutenda. Ametufanyia kazi ambayo sisi tusingeliweza kufanya. Sasa kwa kumwamini huyu tu, tunahesabiwa haki ile ile ambayo sheria ilikuwa inatudai. Sheria ilikuwa inatudai, inatudai kutengana na dhambi, kuacha dhambi, alafu tuhesabiwe haki mbele za Mungu, lakini sisi kwa sababu ya udhaifu wa mwili wetu hatukuweza kushinda dhambi, basi ikaonekana kwamba sisi ni watu wanastahili kufa. Sasa Bwana Yesu akaja akafa badala yetu, ili kwamba ile sheria ama ile haki ambayo sheria ilikuwa inatudai itimizwe ndani yetu, sisi ambayo hatuenende kwa mambo ya mwili bali tunaenenda kwa roho. Ina maana kwamba sisi ambao hatupigane vita ya kimwili bali vita ya rohoni, ambayo ni kuamini tu yule ambaye ameshinda ulimwengu, basi hii inatufanya na sisi tuhesabiwe haki bure kwa njia ya imani tu. Jamani, acha ni ishie kwanza hapa, alafu nitakuja kuendelesha baadaye. Baba wa mbinguni atubariki sote.